Nenda kama Wiz MP, squeeze wananiita nani MVP, na maanisha hapa bongo, huu sio uongo. Alikamwe juzi kati alitoa mchongo, hakuna hata MC mmoja aliyejitokeza hao waongo. So mpaka sasa wajipange, wakija kwangu nitarudisha, nitapeleka buza kwa Mpalange. Sebana, mambo vipi na kuaje? Kama kawaida, karibu sana kwenye Bongo Plus TV. And of course leo nimeingia kipande cha Mabibo kwa ajili ya kumtafuta Wiz MP, kwa sababu sasa hivi impact imekuwa kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Nikasema kwa hii impact ya freestyle, marapu, game imechangamka, nikasema basi nina jukumu la kumtafuta Wiz MP kwa ajili nipige naye story. Na nifahamu vingi sana kwamba je, ile milioni 20 bwana ishapatikana au ndo zilikuwa stories za mitandao au sio? So right now nipo na Wiz MP, tutapiga naye story, lakini pia atazungumza pia maisha yake kwa undani ili tumfahamu, kwa sababu Wiz MP wengi mnamfahamu katokea street, lakini pia harakati zake za game zinavyoenda ili tufahamu kwamba muziki umekuja kujaje bana. Bana Wiz, inakuaje? Kama harakati ni aje ndugu? Unyama kabisa. Bana, leo nimekutimbia mtaani kwako hapa Mabibo. Hapa mtaa gani au wanakutambuaje kwenye mtaa huu? Hapa ni Mabibo mwisho. Mimi wananitambua kama Freestyle King Tanzania 1 Wiz MP aka Mr AI. Siku hizi naenda kama MVP according to my brother Alikamwe. Yeah. Bana, stories zimekuwa ni nyingi sana. Mimi mpaka nimefika hapa kukutafuta, ikiwa na maanisha kwanza kwenye mitandao kumetema cheche kule, lakini pia watu mbalimbali walikuwa na comment kuhusiana na video zako ambazo zikiwa zinasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ukiwa unafanya freestyle, lakini pia watu wakikuita Kings, watu wakifananisha na watu mbalimbali ambao wamepita legend ambao wanafanya freestyle. Unahisi vitu vyote hivyo ambavyo watu wanakupatia, unahisi kwako kuna kitu gani ambacho unakiona kimebadilika kuanzia mwanzo ambao umeanza freestyle na mpaka sasa hivi, impact unaziona kama hivi? Mimi kwanza ni washukuru mashabiki zangu, pia nafurahi sana kwa kunipa nafasi hiyo kubwa, kwa sababu sio rahisi. Unajua tukiangalia mfano kama mimi kufananisha na Albert Mangwea, tangu Albert Mangwea amefariki bongo hapa walitokea ma freestyler wengi waka freestyle, hakuwahi kutokea mtu akafananishwa na Ngwea. Sio kujifananisha, wapo wengi waliojifananisha, ila hakuwahi kutokea mtu akafananishwa au akaambiwa da huni zaidi ya Ngwea. Ukiacha mimi ndo nimekuja kufanya hiyo kitu, ndo mtu ambaye nilikuja kufananishwa na wengine wakavuka mipaka wanasema zaidi ya Ngwea. Kwa hiyo mimi nafurahi sana, pia niongezea kitu kwa sababu hata wale mashabiki wa Albert Mangwea pia na wapata na kwa mashabiki zangu. Ni mashabiki ndio wamekupatia jina la Albert Mangwea ama wewe ndio mwenyewe umejiita kwamba mrisi wa Albert Mangwea? Mimi sijawahi kujiita, kwa sababu kipindi Albert Mangwea anafanya freestyle mimi nilikuwa bado dogo janja, umeona, na sikuwahi kushuhudia hivyo vitu, umeona. Kwa hiyo mimi mashabiki wenyewe ndio wamenibatiza hilo jina na compare naye, na pia hata watu ambao walikuwa karibu na Ngwea pia wamenibariki yani hiyo kitu. Kwenye juzi interview zilizopita kulitokea competition za kuhusishwa marapa au sobana, lakini pia ma freestyle killer ambao wanaua sana, lakini pia nikaona pia Alikamwe anakuzungumzia sana kuachana ile milioni 20. Pengine una ukaribu labda na Alikamwe, ni mtu ambaye unazungumza naye au ni mtu ambaye anachukua ya time kusikiliza nyimbo zake mpaka amekuzungumzia on air, ni kwamba kuna chemistry yote ambao mnakutana naye? Hapana, kwa kweli mimi sikuwahi kukutana naye brother Alikamwe popote. Kwanza big shout out kwake kwanza, kwa sababu kitu alichokifanya sio rahisi. Mtu kama yule mpaka anaongea kitu ujue kaona kitu. Kwa hiyo mimi sikuwahi kukutana naye before, sikuwahi kuwasiliana naye my brother, lakini niliona ile kitu mimi mwenyewe nilifurahi na pia nilishtuka, nilishangaa kwa sababu sikutarajia kwamba mtu wa michezo atakuja atakiona kile kitu na kuongea vile, kwa sababu unajua watu wa muziki sisi ni wachache, ngumu sana yani kusifiana, unajua, na kuongea ukweli. Kwa mimi nimefurahi my brother ameongea ukweli, so sikuwa na mawasiliano yoyote wala sikuwa mshikaji wangu before. Okay, kwa sababu baada ile interview so ilikupa maua sana, ikiwa na maana kwamba pengine anaona video zako, clip ambazo unazifanya na watu wanazipokea vizuri sana, lakini pia nikajiuliza Alikamwe mpaka kuweka kiasi cha shilingi ile milioni 20, na wewe ile kitu ulichukuliaje baada ya kuona Alikamwe anataja kiasi kama kile? Ulichukulia kwamba ni kitu ambacho brother yuko serious au ni utani wa kuchangamsha game? Mimi nilichukulia yuko serious, kwa sababu anaamini kwamba bongo hamna freestyler yoyote ambaye ataweza kushindana na mimi. Na hata mimi naamini yuko kitu bongo, sioni freestyler yoyote ambaye anaweza
akashindana na mimi. Bwana, uhakika lakini? Ya, na uhakika kwa sababu wafanye vitu nilivyovifanya mimi kwanza. Pengine labda vitu gani ambavyo umevifanya watu wengine hawafahamu mpaka unawatishia ma freestyle ambao wako Bongo pia? Sababu wanakusikia pia. Vitu vingi sana mimi nimefanya ambavyo wao hawajafanya. Na mpaka waje kufanya, yani kufika kufanya nilivyofanya mimi, sidhani kama itakuwa leo. Na sidhani kama mimi nitakuwa bado nimefanya hivyo hivyo. Itachukua muda sana. Itachukua muda sana. Na ndio maana nakwambia kutokea kiumbe kama mimi itachukua time sana kwa sababu mimi ndo kibongo bongo, sawa? Ndio maana nasema wafanye vitu kwanza nilivyofanya mimi. Sidhani kama kuna freestyle yote ambaye alishawahi kufreestyle masaa 8. Masaa 8 7. Sio, unanielewa? Na urudie mashairi hapo. Ya, haina kurudia hiyo. Yaani mtu wewe kama anabisha siku moja, 90% ya watu ambao walikuwa wananiona mtandaoni baada ya kukutana na mimi live wanakubali. Yaani kama alikuwa anapinga atasema, "Da, kweli una deserve hiyo kitu." Ya, kwa hiyo vitu vingi ambavyo mimi nimefanya hawajafanya. Kwa hiyo afanye kwanza vitu nilivyofanya mimi. Naweza nikasema, "Da, tunaweza tukakaa mezani tukaongea lugha moja." Mpaka sasa hivi ile milioni 20 tayari kashapatikana mtu kwa upande wako, kwa sababu wewe ndio umewekewa competition kwamba atakayepatikana basi akutane na Wiz MP ili shindanishwe ile hela kati pale. Vipi? Messages zimekuja kama kashapatikana mtu? Wapo wanajipanga. Leo siku ya 4 wapo wanajipanga, wenye kuandika, wanaandikia mashairi. Unajua? Mtu usikute kashasikia dili hapa na kanaanza kukuandikia albamu. Kwa wapo wanajipanga. Kwa moment hiyo mimi naona Bongo hamna mtu wa kufreestyle naye, kwa sababu kama ingekuwa kweli yupo mwamba siku ile yani. Katika siku ngapi mpaka kutangaza? Siku ya 4 leo. Siku ya 4 na hamna iliyojitokeza. Sijaona. Kwa hiyo hiyo ni tafsiri ya kwamba ni uoga wa freestyle au marapa ambao wanashindwa kungangania ile milioni 20, au unaitafsiri vipi? Na tafsiri kwamba mimi ndo Tanzania wani, king of freestyle. Ya, game changer yani. Nimekuja kufanya freestyle ije kuwa biashara. Iwe hela. Wanajua. Kwa hiyo kwenye ile milioni 20 hamna freestyle yote ambaye amejitokeza kubato na Wiz MP. Wiz MP bana anasema mpaka sasa hivi hajaona reaction yoyote. Zimekatika siku 4 mpaka sasa hivi bana hajatokea rapper yoyote. Kwa hiyo hii ina maana kwamba wewe ndo game changer wa freestyle. Ya, mimi ndo game changer wa freestyle. Kwa sijaona yoyote aliyetokea na mimi pia nasema nikiwa kama mfalme wao au rais wao, sawa? Ya, sioni mtu wa kufanya naye, na nikiwa kama rais wao niwaambie tu vijana wangu wafanye kwanza vitu ambavyo nimevifanya mfalme wao, alafu ndo baadaye tunaweza tukakaa mezani tukaongea lugha moja ya. Sababu unazungumza hivyo bana kwa sababu pia kwenye mitandao attacking zinakuwa nyingi sana. Uwezo unaonekana kwenye mitandao, lakini nashtuka unavyoniambia kwamba mpaka sasa hivi hajajitokeza mtu yote na kwenye mitandao wanaonekana wanaua sana. Hii kwako inakuaje sasa, vipi? Mbona washikaji wananilia wakutishi kwa namna moja ama nyingine? Mimi sitishiki. Ndio maana nakwambia kwanza wafanye nilivyofanya mimi. Waeke rekodi kama nilizoziweka mimi. Freestyle wa kwanza, sawa? Rekodi zangu mimi hapa. Sawa. Freestyle wa kwanza ambaye nikifanya kitu changu vinaondoka. Sawa. Freestyler mwenye clip nyingi ambazo zimetrendi zimeondoka. Clip ambazo ni zaidi ya 20, 15 hata 30. Freestyler mwenye namba nyingi. Sawa. Upande gani? Upande wote. Upande wa followers, upande wa namba pia za content zile. Yaani weka search hata Instagram unaambia nileteni freestyler bwana. Huyu hapa ni freestyler na vitu vyake alivyo freestyle ni hivi hapa, vimeondoka kama vilivyoondoka vya kwako wewe. Sawa. Freestyler wa kwanza ambaye kupewa crown na Diamond Platnumz. Hakuwahi kutokea freestyler ambaye Diamond akampa crown. Umeona kwamba da huyu king. Sawa. Ya, MVP. Umeona bwana. Pia freestyler wa kwanza kuperform Simba Day. So tu Simba Day, yani show kubwa. Umeona bwana, freestyle wa kwanza kuperform show kubwa na show nyingi sana. Freestyle wa kwanza kusign deal za hela ndefu kupitia hiyo freestyle yangu. Freestyle wa kwanza kukaa na mabosi wakizungumza biashara nikiwa katika kategoria yangu ya freestyle. Ya, kwa hiyo ni vitu vingi sana vingine ambavyo siwezi nikaviongelea. Kwa hiyo yani sipendi kuongea sana. Kazi ziongee. Inabidi pia waelewe kwamba vigezo na mifumo ambayo imepita Wiz MP mpaka anajiita freestyle namba 1. Umezungumza vitu vingi sana. Mimi pia kwa ulivyovizungumza sidhani kwamba hivyo vyote hivyo kuna freestyle yote ambayo pia ameshaye kufikia, kwa sababu
ulivyo perform kwenye Simba Day ulienda kama freestyle artist, ulikuwa hujaachia ngoma yote? Yani ni mimi naenda Simba Day nilikuwa kama freestyle artist, na hata wao niliwauliza kipindi wananipa show, nikawauliza kwamba kwani natakiwa nitengeneze wimbo wa Simba au inakuwaje, wakaniambia kwamba sisi tumekuchukua wewe kama freestyler na tunataka pale uje ku freestyle. Na mimi nikaenda nika freestyle vitu vyote nilivyofanya pale kwenye show ya Simba Day. Hakuna hata kimoja ambacho nimeandika, nimekaa nikakitunga. Kuna vitu tu vingine ambavyo nilikuwa nimeviandaa lakini kutokana na muda sikuvifanya. Yaani shot ile show nilichokifanya kwenye show kilinijia pale pale tofauti na maandalizi yangu nilikuwa nimeandaa mengine. Kwa mazingira yalibadilika pale pale, mistari ikabadilika ulivyopewa show ya Simba Day. Yaani pale pale kila kitu kilinibadilika pale pale stage-ni, yani naitwa Wiz MP njoo stage. Naingia stage pale, lakini unajua sio rahisi watu 60 wale kuwapeleka kushoto kulia, unajua unaimbisha na nini. Kwa pale mwanzoni iliniwazisha kidogo, yani nilikuwa nachanganua ubongo na ingiaje fanyeje, unajua ya kwao ni hivyo, yani ni kitu kikubwa. So ndio maana nasema wafanye kwanza ninavyofanya mimi afu ndo tuje tuongee meza moja. Siku ya jana kama sikosei ni siku ya jana pia kwenye baadhi ya vipindi vya radio, so marapa wengi sana wamehusishwa wakiwa wanafanya vipindi vyao, lakini pia miongoni mwa kitu ambacho amekitaja Max ambaye pia naye unamuappreciate pia kwa upande mwingine, akasema kuhusiana ile bifu yake na na Bibo Climax akasema bana Bibo bana labda amwachie Wiz MP, lakini pia hata Wiz MP kwamba anamdogosha ukishindanishwa na Bibo. Kwa namna moja ama nyingine na wewe ulipokea na ukabless. Kwa hiyo ukiwa na maana kwamba uwezo wako na Bibo bado kwenye freestyle au inakaaje? Hebu tuweke sawa. Tunarudi pale pale MVP. Yaani uelewa lile neno Tanzania One. Sawa. Bibo Max lakini. Mimi Climax Bibo ni sio muongo. Mimi nilikuwa simjui. Sawa. Nilikuwa simjui. Kama alifanya huko zamani kwenye Vilinge huko sijui. Mimi sijawahi kuona, umeona bana. Nimekuja tu kumuona tu juzi hapa huyo kachomoka anaanza kuongea zile kauli. Mwanzoni nikaamini, nikasema da huyu mwamba kweli labda atakuwa noma, ngoja tuone. Nikafuatilia kuna kipindi fulani hivi muona cha michano vile 10 nikaangalia nikaona akafanya, lakini atishi. Unajua mimi mpaka nikwambia da mtu kweli anatisha, ujue labda sijui yani nani, yani labda sio hapa Bongo au hajazaliwa bado. Bana Wiz unajiamini sana hadi mwenyewe naogopa kabisa migambo ambayo unaigamba, pengine wana watu wanaweza wasitokee kabisa, unajua kwenye ile M20 lakini pia cha kumalizia cha mwisho bana, kwenye ile milioni 20 unahisi listi gani ya marapa ambao wakiwekwa kwenye competition, kwa sababu kuna wengi wamejitokeza ambao pia hata wewe ulishai kusema kwamba ni marapa ambao nawaona pia ni wakali kwenye freestyle, ambao pia hata jana Kitengo lizungumza bana yuko fresh, yani ni mazungumzo tu, tuweke ukati hapo muite Wiz, lakini pia hata Yedede na miongoni mwa watu wote pia una appreciate pia kwenye freestyle pia ni wazuri. Unahisi kuna wasiwasi gani pia ukiingizwa nao bana? Unahisi ile 20 utaipata au utapata nusu pale? Ndio maana narudi pale nakwambia mimi sawa, mimi pale tunarudi pale kwenye mada ili tuongee meza moja, wafanye vitu ambavyo mimi nimevifanya. Unajua mimi sitaki kumpeleka mtu, sio unanisoma. Kwa maana mimi nikishafanya naye najua nitamfumua. Yaani najua mimi sioni mtu wa kunimaliza, sawa? Nitamfumua. Kado Kitengo ndugu yangu. Kado Kitengo ni my brother, na appreciate anachokifanya, umeona? Na atupo hapa kugombanisha au kufanyaje, sawa? Kado Kitengo mimi ni my brother na ni brother ambaye tushakutana na nini hapa na pale. Yeye mwenyewe ananijua mimi nini nafanya na mimi najua yeye nini anakifanya, umeona? Kwa hiyo tukizungumzia kwenye hilo swala la milioni 20, pale tunaongelea biashara, ile ni pesa, umeona? Mimi hakuna yeyote ambaye ataweza akaipokonya ile milioni 20, na mpaka sasa ninavyokuambia zishapita siku ngapi? Siku 4. Kwa mpaka hapo jibu lipo kwamba mimi sina wa kufanyaje wa kushindana naye, kazi ziongee. Ulitegemea siku 4 bana jitokeze rapa yoyote ajibu freestyle? Mimi nilitegemea yani kama katangaza pale jioni watu wangeongea au kesho yake mtu angetokea, lakini watu wamekaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Kwa maana yake nothing. Kwa wafanye kazi ziongee hivyo. Basi poa, cha kumalizia bana, ndugu yako nane wewe wanamuita Yuzo sana. Naona attacks zinakuwa nyingi sana. Nikasema ndugu zangu wanaweza wakapigana bana, tukaandalia pambano. Vipi yule jamaa mbona anakuandama sana? Anakuambia bana mistari yako bana hujui kuandika, lakini pia unarudia maneno. Hakuiti kama freestyle, anakuita kama ni muongeaji barabarani.
na imeenda mbali sana. Kuna vitu vingi sana ambavyo amevizungumza. Pengine ukichukua nafasi hii bwana, unamshauri nini mshikaji, kwa sababu na yeye pia alishatokaga pia kwenye freestyle, alishakushindaga BSS ya mwaka kadhaa nyuma huko. Sijui tumuite kama legend. Kwako vipi, unamwambia nini kulingana maoni na comment ambazo anakuataki wewe? Mimi ninachomwambia yuzo akashindane BSS. Akashindane BSS au ashindane na hao wenzake wanaochana chana. Unajua ukisikiza kuna session yangu niliachana tu F1 freestyle 1. Kuna mstari nakwambia kuna tofauti kati ya rapper na anayechana chana. Tofauti kati ya rapper na anayechana chana. Alafu kuna tofauti anayefanya muziki na mwanamuziki. Kuna tofauti mkubwa kati ya msanii na mwanasanaa. Kwa hiyo Yuzo Mwamba ni analopoka lopoka, hajui nini anafanya. Kwa hiyo mimi tunapoongea maswala, sawa, unaponiweka mimi kama rais king, usiwahusishe hao watoto kwa sababu watoto wangu unaona nikosea heshima, kwa sababu unaposema king unajua sawa wametangulia, shida sio kutangulia kwenye game. Shida je, umetangulia umefanya nini na nini? Ukiangalia muda wao na muda wangu mimi ni tofauti. Mimi sina muda mrefu sana, lakini nimefanya vitu vingi sana ambavyo havikuwahi kufanyika huko nyuma. Kama vipo usizani mtu aseme kama vitu ambavyo nimevifanya mimi kama kuna mtu yote vilishawahi kufanyika. Na freestyle si zile zile. Na mimi nimekuja kivingine si vile vile. Why me? Kwa hiyo mimi sinishindanishe na hao watu. Mpaka hapo wafahamu kweli bana, the MVP Wiz MP bana akasema asishindanishwe na hao watu kabisa sana. Bana Wiz, la kumalizia bana, unawaambiaje mashabiki zako? Inabidi uzungumze nao kidogo bana, isema hiki ndio hii hapa Bongo Plus ili tufunge bana, kwa sababu kuna vitu vingi tunaweza tukamaliza alafu pia wakaataki wakaanza kukutafuta. Sasa tunafahamu pia sasa hivi marapa wanakuaga na mitazamo tofauti tofauti kama tunavyoona mbele. Sasa hivi marapa wanauana kwenye bifu hizi hapa. Wewe umejipangaje labda kwenye hilo? Maana unaweza ukakanda sana alafu washikaji waka mind. So tu kuambia kwa sababu mpaka hivi sasa watu wanabishana sana na ukweli. Umeona? Na wengi sana wananimind mimi na wanatamani nafasi niliyopo mimi wangekuwa wao, lakini Mungu akishapanga sidhani kama kuna mtu akupangua. So kikubwa tu mimi ninachowaambia mashabiki waendelee kusupport. Umeona? Wanaonikubali mimi waendelee kusupport, wasionikubali pia basi na mimi nipo siku watakubali. Umeona bwana, na wanao support wengine waendelee kwa support. Kikubwa tufanye game itupe pesa, kwa sababu wanakwambia kuna session yangu nimeachia jana ni ya freestyle na inaitwa F2, na mstari wangu nakwambia haitoshi kipaji bila pesa. Umeona bwana, msanii usiyekuwa na pesa muziki unakupa ma stress, ila msanii mwenye pesa huo muziki unampatia nini? Cash. Like na Diamond Platnumz tunaona kupitia huo muziki, kina Mario na mabraza wengine Harmonize. Line za kweli. Ni za kweli. Msanii bila pesa muziki unakupa stress. Unakuta sasa sawa, unahitaji ukarekodi ngoma, na maanisha sawa, haitoshi kipaji bila pesa. Unakuwa na kipaji, watu watakusupport. Kuna time watahitaji, wataamini wewe umepata. Sio nisoma, watahitaji wewe pesa yako sasa, na wao iwasupport ili wakusupport. Sio ndio ninachomaanisha. Una pesa nini kinafuata? Unarudi kule kule ulipotoka. Pia kuna nakuja pale kwenye msanii asina pesa muziki unampa stress. Muziki unakupaje stress? Brand imekuwa, hauna pesa, mashabiki wanahitaji ngoma, na katika hiyo ngoma inahitajika video kali inahitajika pesa. Una pesa, kinachofuata ni nini? Ni stress. Lakini ukishakuwa msanii umepambana na wewe una pesa, unayo pesa, sawa? Pesa unayo, unaishi pazuri, unalala pazuri, unarekodi studio muda wote, unashoot muda wote, video ya gharama yoyote, na unaipromo kwa pesa yoyote. Keshi tu. Toa pesa upate pesa, kwa sababu muziki ni biashara kama biashara nyingine. Bana, umeongea kitu kizuri sana. I think kuna wasanii ambao wanasikiliza itakuwa umejifunza sana kwamba muziki bila pesa hauwezi ukasogea mbele. Sasa mimi nataka useme na wanao hapa utufungie kipindi ili tumalize kwa namna moja ama nyingine. Mimi niwaelekeze tu wanangu, au sio? Freestyle tuko na king hapa, au sio? Naenda kama Wiz MP. Squeeze wananiita nani MVP. Na maanisha hapa Bongo. Huu sio uongo. Alikamwe juzi kati alitoa mchongo. Hakuna hata MC mmoja aliyejitokeza au waongo. So mpaka sasa wajipange. Wakija kwangu nitarudisha, nitapeleka buza kwa Mpalange. Kushindana na mimi hapa Bongo hakuna. Bwana mimi siongei sana, na hizi kazi zinaongea, au sio bwana? Nenda kama Freestyle King, Mr. AI, MVP, au sio bwana?
Kikubwa tu mimi ninachoambia mashabiki zangu, tusupport muziki mzuri, tusupport kazi, na freestyle yangu session nimeachia jana ambao nimerekodi studio inaitwa F2 ambazo nazitoa kwa session F1, F2, F3 itakuja na kuendelea. So mkasupport, ipo YouTube, inapatikana katika mitandao yote ya kijamii. Na kingine pia ushauri tu kwa ma freestyler na rappers wengine, wanangu, tupambane sana, tupambane sana, tupambane sana. Ili mpaka ufike sehemu fulani, uitwe mtu fulani na upewe nafasi fulani, inamaanisha umefanya kitu fulani. Kwa tusijipejipe tu na kujiitaita. Sawa, inabidi tufanye ili watu waone, watupe zile nafasi. Mimi nawapenda sana.